Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abed. Bado tupo katika posa za maana. Mtunzi wa kitabu hichi ni Tune Shaban Salim. Kabla ya kuendelea, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Muna hakuamini alichokisikia. Alimtazama Hamdani kisha akamtizama mwalimu mkuu. Alifunika uso wake kwa viganja. Alipoondoa viganja usoni, hakuweza kuzuia machozi yake. "Vipi? Mbona unalia?" mwalimu mkuu aliuliza kwa mshangao. Hamdani alimtazama Muna kisha akatabasamu. Akamjibu mwalimu, "Machozi ya furaha hayo." Muna alifuta machozi kisha akatabasamu. "Asante sana mwalimu. Siwezi kuamini kama narudi skuli. Naahidi kuchukua nafasi hii kusoma kwa bidii. Sitoangusha." Mwalimu na Hamdani walitazamana kisha wote wakatabasamu. "Hayo ndiyo maneno ya kusema. Nitakuwa nafuatilia matokeo yako." Waliaga na kuondoka. Wakati wanatoka nje ya ofisi, Muna alikutana na Amina, shoga yake, ambaye kaka yake aitwaye Musa ni rafiki wa Hamdani. Muna na Amina walisalimiana kwa furaha, wakakumbatiana. Wanafunzi wengine walikuwa wakishangaa. Ghafla mawazo yalimjia Muna kama kuna wanafunzi wengine watakaomsema vibaya, kama wakimcheka, lakini hapo hapo aliyafukuza mawazo hayo. "Hebu mimi nisijaribie furaha yangu ya leo." Hamdani aliwaacha Muna na Amina wazungumze. Walizungumza mengi. Amina aliahidi kumsaidia Muna. Walipanga wakutane kwenda kununua vitabu na vifaa vingine vya skuli. Kisha Amina akamwelekeza kwa walimu ambao walisomesha masomo ya kabla ya kuanza kidato cha 5. Kurudi nyumbani nusura furaha ya Muna ingie doa. "Mwanao kalia tokea uondoke, sijui ana nini?" Bi Salma alilalamika. Muna alimchukua saburi na kuanza kumbembeleza. Hakujua angesomaje huku ana mtoto mchanga. Hamdani aliona jinsi sura ya Muna ilivyosawijika ghafla na kuondosha ile nuru ya furaha walipokuwa skuli. Hata yeye alishindwa kujua vipi wataweza kutatua tatizo hilo. Muna alimbembeleza saburi mpaka akalala. Kisha na yeye akawa kajilaza pembeni yake, hali mawazo yake yamechanganyika kuhusu hamu ya kuanza tena skuli na jukumu la ulezi lililomkabili. Mara akasikia sauti ya mtu akiingia ndani, sauti aliyozoea. "Oh, Anti Sania!" Muna aliruka kwa furaha. Bi Sania alikuwa kila alipopata muda alikwenda kuwatembelea. Tokea Hamdani aliporudi, alikuwa amekuja mara 2 na kila akija basi Muna alikuwa kapata msaidizi wa kutosha na kumshughulikia saburi. Bi Sania alipoingia ndani, jambo la kwanza Muna alilomwambia ilikuwa habari ya kurudi skuli. Bi Sania alimwona Muna alivyofurahi. Kwake yeye haikuwa habari kubwa kihivyo, kwani skuli kwake kama ilivyokuwa kwa Bi Salma haikuwa jambo la maana kihivyo. "Na huyu mume wangu bwana Saburi atabakiana nani?" Bi Sania aliuliza kikawaida, lakini alimpata Muna ndipo kisu kiligonga mfupa. Hakujibu kitu, aliinamia kichwa tu. "Nipe mimi basi nimchukue," Bi Sania aliendelea. Muna alinyanyua macho kumtizama kujua kama Bi Sania alikuwa na hakika na alichokisema ama anatania. "Unafikiria natania?" "Sina matani, bora unipe mimi nikae naye mpaka umalize mambo yako, kwa sababu hapa atataabika bure. Mamako hana nafasi hiyo ya ulezi." Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana.
hakuwa yule wa siku zile alipotoka kujifungua. Alikuwa ameshamzoea sana mwanawe, na sasa alikuwa na mapenzi kama mama mwingine yoyote yule. Alifikiria, je, ataweza kuishi mbali naye? Je, itakuwa ni haki kwa mwanawe kuondoshwa kwa mama yake? Bi Sania alimuona jinsi Muna alivyokuwa na mawazo. So lazima unipe jibu sasa hivi, we fikiria, lakini mimi kimtazamo wangu ni bora ya hayo. Baadaye Muna alizungumza na Hamdani. Akamwambia alivyosema Bi Sania. Akamwambia hisia zake. Hamdani aliinama kitambo, kisha akasema, Anti Sania ni kama mama yetu, anatupenda. Tunafungua macho tunamwona pamoja na mama yetu. Halafu si mvivu na ana uwezo wa kumshughulikia Saburi. Sioni ubaya kama anataka kusaidia. Na wewe utakuwa unakwenda kila mara kumuona. Sote tutakuwa tunakwenda. Japo ni taabu mama kuwa mbali na mwanawe. Sasa utafanyaje? Na ndo ishabidi. Bora umtoe sasa hivi kabla Saburi hajawa mkubwa na ikawa ngumu kwake kuondokana nawe. Hamdani alisema kama kawaida yake, akiwa makini ili asije akamvuruga Muna. Siku nzima hiyo Muna alipanga na kupangua, akifikiria kama amtoe mwanawe ama la. Mara nyingine akamfikiria Bwana Kheri, si kwa mapenzi, lakini alihisi kama mtoto wake kakosa mtu muhimu katika maisha yake. Angekuwa babake yupo, tungejadiliana kwenye jambo muhimu kama hili. Hapo hapo aliyafukuza mawazo hayo. Simhitaji Bwana Kheri katika kumlea mwanangu. Kama yeye kakataa majukumu yake, shauri yake. Mungu yuko na hawezi kumtupa mja wake. Jioni hiyo Muna alilipeleka shauri hilo kwa wazazi wake. Bwana Hamisi na Bi Salma hawakuwa na pingamizi lolote. Wote walimpenda na kumwamini Bi Sania. Akikaa hapa au akikaa huko ni sawa. Hapa ni kwao na kule ni kwao, ingawa tutammisi tu, Bwana Hamisi alisema. Watu wote kwenye nyumba wakati huo walikuwa wamemzoea na kumpenda Saburi. Mwishowe Bi Sania aliondoka na Saburi. Muna hakutaka hata kuwepo wakati akichukuliwa. Aliondoka mapema na kwenda kwa kina Amina kuzungumzia mambo ya skuli na vitabu, huku akili yake ikiwa nyumbani. Kurudi na Saburi hakuwepo. Muna alitazama kitandani ambapo muda mwingi alikuwa na Saburi. Machozi yalimtoka. Moyo ulimuuma. Mara Hamdani akaingia na kumkuta hali hiyo. Alifuta machozi haraka haraka. Kisha Hamdani akamwambia watoke wakatafute vitabu. Lakini baadaye aliweza kukubali jambo hilo. Kila siku alijitahidi kumpigia simu anti yake kuulizia maendeleo ya Saburi. Mara nyingine alipiga simu ya video, akawa anamuona jinsi anavyocheza na kunyanyua viguu vyake na kufurahi. Hapo Muna alitumia kama dakika 10 hivi kucheka na mwanawe, akimwita na kumsemesha. Na kila mara Saburi akimuona Muna alikuwa na sura ya kufurahi na kucheka. Mara ambazo Muna alipiga simu na kuambiwa Saburi ni mgonjwa, ana mafua ama kikohozi, homa imemshika, basi Muna siku nzima alikuwa hachanganyi. Siku za mwisho wa wiki mara moja Muna alikwenda kwa anti yake kumuona mwanawe. Kisasi cha Muna kwa muda wote aliokaa bila kusoma alikitoa kwenye vitabu. Ikawa yeye na vitabu na vitabu na yeye. Akili yake aliifungua akaiwacha wazi na hakuruhusu kitu chochote kiingilie katika masomo yake. Simu yake alikuwa haitumii zaidi ya kutafuta maelekezo ya masomo. Alifuta mitandao yote ya kijamii isipokuwa WhatsApp, ambayo mara chache alitumia na wanafunzi wenzake. Mambo yote ya kitoto ambayo wanafunzi wa rika lake waliyafanya, basi aliona yeso yake alishampita. Mara ya kwanza alipofanya mitihani ya skuli akiwa kidato cha 5, alifanya vizuri na akapata sifa kubwa. Wanafunzi wenzake wakaanza kumheshimu na kumhusudu. Kila mmoja alitaka kuwa karibu naye, na Muna alitumia muda wake kuwasaidia wengine. Hiyo ilimjenga zaidi. Minong'ono yote kuhusu Muna hapo skuli kwamba aliolewa akaachwa, akazaa, ilikwisha.
watu wakimzungumzia Muna kama binti hodari mwenye bidii. Alipokuwa kidato cha 6 alichaguliwa kuwa rais wa wanafunzi wa skuli yao. Vijana wa kiume walianza kutaka kujenga urafiki na yeye, lakini muda wa mambo hayo hakuwa nao kabisa. Alitabasamu tu na kuwajibu, mimi ni dada yako mkubwa ujue. Moyoni alijisemea, mngelijua niliyoyapitia wala msingeshughulika na mimi. Bado sipo tayari kupenda kama nilivyofanya kwa Muniri, ama kudanganywa kama ilivyonitokezea kwa Bwana Kheri. Kurudi kwake skuli basi ikawa chachu ya kila msichana skuli kwao, hata nyumbani kutaka kufanya vizuri. Ndugu zake Zuena na Rahma walijitahidi kwa upande wao. Muna, naomba unisaidie hizi hesabu. Muna, naomba unifundishe mada ya uzazi kwa binadamu, sijamuelewa vizuri mwalimu. Muna alijisikia vizuri kuweza kufanya kitu ambacho alikipenda. Muna alijisikia vizuri kuweza kufanya kitu ambacho akikipenda na kumridhisha, kutoa mchango wake kwa familia yake na jamii iliyomzunguka. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Biashara ya Hamdani ilikuwa inazidi kuimarika. Pia aliongeza wigo, ikawa si kupeleka bidhaa kutoka Tulieni tu. Sasa akawa analeta bidhaa kutoka Ahueni na kuja kuziuza Tulieni. Bwana Hamisi sasa alikuwa na shughuli ya kufanya mpaka akakosekana maskani. Bi Salma alishukuru mambo yalivyokuwa yakienda kwenye familia yake. Na yeye alipewa kazi ya kupasua mapesha na kuyaweka kwenye magaloni mapya ambayo Hamdani aliyaleta kutoka Ahueni. Hamdani pia alinunua jokofu kuu na ikawa analitumia kuhifadhia magaloni hayo kabla ya kupelekwa Ahueni. Hapo Tulieni pia walianza kuwa maarufu kwa uuzaji wa mapeshen. Bi Salma alianza kutengeneza juisi na malai, na kipindi cha joto kali aliweza kufanya biashara kidogo kidogo na kupata pesa za vitu vidogo vidogo. Hatimaye Muna alimaliza kidato cha 6 kwa salama. Siku yalipotoka matokeo yake, ilikuwa furaha kwa familia nzima ya Bwana Hamisi na Bi Salma. Muna alipasi tena vizuri sana, daraja la kwanza kwa kupata A zote katika masomo yake ya fizikia, biolojia na kemia. Alikuwa mwanafunzi wa kwanza katika historia ya Tulieni kupata matokeo hayo, na hiyo ilimpeleka moja kwa moja katika chuo kikuu cha afya kilichopo Ahueni na kupata msaada wa masomo kwa hisani ya mfuko wa rais kwa wanafunzi waliofaulu vizuri. Leo nasimama mbele yenu hapa nikiwa najivunia kuwa mmoja wenu, nikijivunia kuwa sehemu ya skuli hii. Sina maneno kamili ya kuweza kuwashukuru walimu wangu wote, wanafunzi wenzangu na zaidi mwalimu mkuu wa skuli hii. Nimepitia mengi, nimeumizwa, lakini hiyo haikuwa sababu ya mimi kukata tamaa. Nawashukuru sana wazazi wangu wote pamoja na kakaangu mpenzi. Bila ya wao nisingeweza kufika hapa. Namshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa neema zote alizonijalia. Leo hii naamini vijana wenzangu, wasichana wenzangu, tusikubali kushindwa kutimiza ndoto zetu. Unapoanguka isiwe mwisho wa safari. Simama, futa vumbi na songa mbele. Jiamini, unaweza na utaweza. Hayo yalikuwa baadhi ya maneno ya Muna katika hotuba yake aliyoitoa siku ya mahafali ya wahitimu wa kidato cha 6. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Kabla ya kuondoka na kwenda Ahueni kuanza masomo yake ya udaktari, Muna alikwenda kwa mama yake mdogo Bisania na kukaa huko wiki 2 akiwa na Saburi. Saburi wakati huo alikuwa ni mtoto wa miaka 2.5. Yuko na pirika zake za kucheza na utundu wake. Alikuwa akimwita Bisania mama, na japo alimzoea Muna kwani kila mara alikuwa akimtembelea, lakini hakuwa na muda naye sana. Muna alijitahidi kumpenda na kumpa mapenzi Saburi, ingawa moyoni mwake alikuwa akijisikia vibaya kidogo kwa kutokuishi naye, lakini alijipa moyo. Ninachofanya kitakuwa na manufaa naye na jamii nzima baadaye, kuliko kuwa naye sasa hivi
na baadaye nikashindwa kutekeleza majukumu yangu kama mama na kama mwanajamii anayejielewa. Miaka ilipita kama upepo. Siku moja, siku ya siku, Bwana Kheri alikuwa katika pitapita zake mji wa Ahweni, karibu na chuo kikuu kimoja cha afya mjini hapo, huku akiendesha polepole kutokana na msururu wa magari yaliyofungamana nyakati hizo za saa 9 mchana. Mara vijana watatu wakawa wanatembea kuelekea barabara hiyo aliyokuwa Bwana Kheri akitaka kukatisha. Wanawake wawili na mwanamume mmoja. Macho ya Bwana Kheri kama kawaida yake yalikuwa yakipanuka kuliko kawaida yakiona wanawake, na ilikuwa lazima kwake awatizame japo kidogo, wakiwa warefu, wakiwa wafupi, wakiwa wanene au wembamba. Aliwatizama mabanati hao waliokuwa wamesimama kutaka kukatiza barabara. Mara moyo ulimpiga pa. Nani yule? Mbona kama namjua? My God, it's her. Bwana Kheri alisimamisha gari lake na kuacha wale vijana wapite, huku akiendelea kumkodolea macho yule binti katika wale vijana watatu. Walikuwa wakizungumza na kucheka cheka, wakionekana wamezoeana sana. Wale mabanati, mmoja alikuwa mrefu na mwingine mfupi kiasi hivi. Wote wamevaa makoti meupe yaliyowafunika mpaka magotini, na alikuwa wazi kuonyesha nguo walizovaa. Binti yule mrefu ambaye Bwana Kheri alikuwa akimkazia macho bila ya mwenyewe kuona, kwani vioo vya gari ya Bwana Kheri vilikuwa vya kiza. Aliyemo ndani anawaona wa nje, lakini wa nje hawezi kumwona wa ndani. Alikuwa kavaa sketi na blauzi ya mikono mirefu, juu kafunga hijabu yake vizuri iliyokuwa rangi moja na sketi yake. Walikatiza barabara huku macho ya Bwana Kheri yakiwasindikiza mpaka walipoingia kwenye mkahawa fulani pembeni mwa barabara hiyo. Bwana Kheri alipindisha na kusitisha safari yake, akatafuta pa kuegesha gari lake. Akalizima na kwenda kwenye mgahawa huo huo ambao wale vijana waliingia. Aliangaza macho na kumwona tena. Ndiye yeye, ndiye mwenyewe hasa. Alikuwa kakaa pembeni mwa mgahawa. Wale wenzake hawakuwepo. Alikuwa kainamia kitabu chake akisoma, na huku ana kalamu yake akiandika kwenye karatasi iliyokuwa imewekwa juu ya gamba gumu. Watu walikuwa wengi mkahawani humo, wengi wao wanafunzi. Yule binti ambaye kidogo akanyanyuka na kuangaza mbele ya mkahawa kama akimtafuta mtu, kisha akakaa tena na kuendelea na kazi yake. Meza aliyokuwepo kulikuwa na viti vitatu, ambavyo kimoja alikuwa kakalia yeye na vingine vilikuwa vitupu, labda vya wale wenzake, alijisemea Bwana Kheri ambaye alikuwa kasimama akimtazama vizuri binti huyo. Sasa alimuona mzuri zaidi kuliko zamani. Sio tena yule msichana wa miaka 17 kimbaumbau. Kidogo alikuwa kaongezeka mwili na ikazidisha uzuri wake. Mashavu yake yalijazia kidogo na uso wake umenawiri. Msafi, hauna doa wala kipele. Macho yake makubwa ya kurembusha yakiwa yameinamia kitabu chake, huku kalamu akizungusha, mara andike, mara iweke mdomoni kama akitafakari. Bwana Kheri alivutiwa na haiba na mandhari hiyo. Akakumbuka kila kitu. Tamaa za fisi zikaanza kumrudia. Kwa mara nyingine bila kutegemea, alimwona Munawar binti Khamis. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Nimfuate ama nisimfuate? Alijiuliza. Mengi yakampitikia. Akamkumbuka mtoto wake ambaye alisikia kama amezaliwa. Kwa hisabu za haraka akabaini kuwa atakuwa mtoto wa miaka 6 na ushei kwa sasa. Kwa nini sikuwahi kumuulizia? Bwana Kheri alijilaumu. Akaona atakuwa amekosa nafasi nzuri ya kumwingia Muna sasa hivi. Je, Muna atakuwaje nikimwendea sasa hivi? Nikijitokeza atanitukana, atanikashifu, atanidai pesa kwa ajili ya mtoto,
Maswali mengi yalimpitikia. Sasa watu walianza kupungua na ikawa hakuna kizuizi pale aliposimama Bwana Kheri na alipomwona. Ghafla Muna alinyanyua macho, akamwona Bwana Kheri. Macho yao yalikutana. Kidogo macho ya Muna yalipanuka kama kuonyesha hisia fulani ama kustaajabu, lakini mara yakarudi katika hali yake ya kawaida. Yakawa anamtizama Bwana Kheri bila kupepesa. Bwana Kheri akaanza kusogea pale alipomuna, ambaye alikuwa katulia tuli akimtizama. Sasa ilikuwa zamu yake kumkagua Bwana Kheri. Alimtazama macho ambayo hayakuonyesha hasira wala furaha. Bwana Kheri alikaribia. Muna alikumbuka harufu ya perfume yake, mafuta ambayo Bwana Kheri alikuwa akijipaka miaka ile. Sasa maji ya utu uzima yalikuwa yanaonyesha usoni mwa Bwana Kheri. Macho yake yalishaanza kufanya kivuli, kielelezo cha umri uliokwenda. Nywele zake zilianza kuchanganyika kiasi, nyeupe na nyeusi, na alikuwa kaongezeka kuliko alivyokuwa mwanzo, kitambi kikionekana wazi wazi. Assalamu alaikum bibie. Sauti ilikuwa ile ile, tabasamu lile lile, kujichekesha uongo kule kule, lakini sasa hivi ilionekana ile haiba ya zamani haipo. Muna alitulia kama maji ya mtongeni, kisha akajibu kikawaida tu, wa alaikum salam. Baada ya kuitikiwa salamu, Bwana Kheri alipata nguvu. Aliona jinsi Muna alivyokuwa akimtazama kama anampima hivi. Yeye mwenyewe alishindwa kumchanganyishia macho vizuri. Naweza kukaa hapa kidogo? Aliuliza huku akiendelea kukenua. Kaa tu, hamna tatizo. Nipo na watu lakini watachelewa kidogo. Muna alijibu kikawaida, kisha akanyanyuka kwenda kununua maji. Bwana Kheri alizidi kumkagua. Mashaallah, amezidi uzuri wake na haiba yake inazidi kuvutia, alijiambia. Muna alirudi na maji yake, akayafungua kisha akaanza kunywa, na huku akiendelea na kazi yake kama hakuna mtu mbele yake. Hongera sana Muna. Ama nikuite Dr. Muna? Muna alibaki tu kimya akifunua karatasi zake. Moyoni alifikiri uthubutu wa huyu mtu aliye mbele yake, aliyetaka kumharibia na kumvunjia maisha yake, na leo anajifanya kama hakuna lililotokea. Naona umefika mbali tayari. Nafurahi kuona mama mtoto wangu akiwa hali hii. Nimefurahi sana sana. Muna bado alibakia kimya. Bwana Kheri hakujua aendelee vipi. Usifikiri nimewasahau, kila siku nawakumbuka na kujilaumu. Muna bado kimya. Unajua siku zile nilipoondoka nilifikwa na mkasa mkubwa, hata wewe nikikuhadithia utanihurumia. Kwanza nilipata ajali. Muna alinyanyua macho na kumtizama Bwana Kheri. Sikudai na wala sihitaji maelezo yoyote, Muna alisema polepole. Halafu namalizia projekti muhimu hapa, hata ukisema sikusikii. Bwana Kheri akawa mdogo, hakujua amwingie vipi Muna. Niambie basi kuhusu mwenetu, mtoto wetu. Muna alinyanyua tena macho kumtizama Bwana Kheri, akamwona anavyohaa. Kicheko kidogo kilimtoka, kisha akaendelea na kazi yake. Mbona unanicheka? Usifanye hivyo Muna. Mwenyezi Mungu anasamehe na sisi binadamu tunatakiwa tusameheane. Nisamehe Muna. Nipe nafasi ya kutubia kwa dhambi nilizotenda. Mimi nataka nikushughulikie wewe na mwanangu. Nyinyi ni watu muhimu sana kwangu, Bwana Kheri alisema huku machozi yakimlengalenga. Viganja vyake alivikusanya pamoja, akawa ameviweka katikati ya uso, macho ameyafunga. Sina la kukusamehe. Mimi nataka kushukuru kwa kunisaidia kuujua ulimwengu na ulimwengu nikiwa bado mdogo, Muna alisema taratibu. Usiseme hivyo Muna. Na kuomba sana, nipo chini ya miguu yako. Ama unataka nipige kelele humu watu wanione chizi? Piga tu kama itakupendeza. Unaweza kupiga kelele ama hata ukagaragara. Bwana Kheri alimtazama Muna.
Haamini jinsi alivyokuwa akizungumza kwa upole na kwa kujiamini. Hakujua afanye nini, na mara akatia mkono ufukoni na kutoa pochi yake. Alitoa pesa za Kimarekani $300, akaziweka juu ya meza na akakamata mkono wa Muna kutaka kumwekea kiganjani. Muna aliurusha mkono wake kama aliyepigwa shoti ya umeme. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.